Vipi mdogo wangu, mbona unakuta andazi la chini alafu unaanza kula? Vipi? Kwani mbona unijojua nani? Hapana, kwa sababu kitu kishatupwa chini kishakuwa hakifai kwenye matumizi ya binadamu, tayari kinageuka na kuwa uchafu. Hii riziki yangu Mungu kanipangia, unajua nimezunguka wapi tangu asubuhi nazunguka. Nimeshazunguka tangu asubuhi, sasa Mungu anionyesha hapo ndio na riziki yangu na nimeipata, nipo nakula. Kwa hiyo ndio riziki yako kwa siku ya leo. Mimi nataka kununua hiyo riziki yako. Nitaenda kununulia chakula nigeuze kwa andazi. Huwezi kujua aliyetupa andazi chini alikuwa na maana gani na na lengo gani. Wengine wananuia maneno, na haya maeneo ya makaburini haipaswi kuokota kitu kilichotupwa chini, hasa chakula. Mimi yani hii ndio riziki yangu, yani na njaa hapa tangu siku tatu sijala, hii ndio riziki yangu, siwezi kuleta. Acha kwanza niende. Nakuelewa ndugu wangu. Sawa. Nitakununulia andazi, nitakupatia chakula, nitakupa na mavazi. Pia nitakupa na maeneo ya kuishi. Utalala, yani nataka nikusaidie. Ukinidanganya utapata dhambi kubwa. Kwani una wazazi? Sina wazazi, wangu hata wameshafariki. Kulala sasa wangu nalala wapi? Nalala makaburini hapa, ikifika usiku nakuja nalala. Nalala makaburini? Ndio. Hauogopi? Siogopi kwa sababu usiku huwezi kuja na mtu yoyote hapa. Huwezi kuja mwizi, mchawi huwezi kuja. Kwa hiyo ukifika usiku nakuja nalala. Basi sawa, haipaswi tena uishi kwenye makazi kwa sababu wewe ni binadamu. Huku anaishi watu waliokufa. Naomba tuende nyumbani, nataka nikusaidie. Nitashukuru sana. Unaitwa nani? Naitwa Kevisela. Sawa. Mimi nitaenda kukupatia. Shika tatu hizi jala brother. Ndio maana nimekwambia nataka ninunue hii riziki yako mimi nikakuchukulia chakula. Kweli? Kweli. Nindanganya utapata dhambi kubwa. Naelewa. Siwezi kukudanganya. Ngoja unanidanganya. Mimi ni kweli. Nadhani mpaka hapa nitakuwa nimeshakulipa deni lako la maandazi, si ndio? Ndio. Nashukuru sana. Usijali, ndio maana nimeamua kukusaidia. Ngoja wewe nitapeleka unasema pale. Ngwani mimi ningepoteza riziki yangu hii. Basi kula, ukishamaliza ukiridhika, nyumbani utaenda kula chakula kizuri. Unaishi na nani nyumbani? Naishi mimi na mke wangu tu. Sawa, tutaenda. Okay, basi kula. Alafu uliniambia unaitwa Kevisela. Ndio. Kwa nini jina la mzazi umeondoa mbele umeweka Kevisela? Kama hapa nilikuwa naishi mtaani, watu wanafujo nini. Kwa natumia hilo jina ili watu wafanye na wao kuogope, kusikia Kevisela wao wanakimbia nini.
sasa sio mimi, kuna wengine kabisa mmoja anaitwa Kevin Kasongo 32 45. Nani wapo wengi kabisa majina. Na kwa kiwana ya makundi tu wenyewe wanapita kushoto, wenyewe mnapita kulia. Nasema nani? Kuna Kevin Kasongo. Kevin Kasongo ni 32, mimi Kevin 45. Ina maana umeamua kutumia Kevisera kwa sababu linaogopesha. Inaogopesha sana, lakini ukitumia eti Kevi, kila mtu atakuwa anakuonea, ndio maana natumia hilo jina. Okay. Ina maana upo na kundi jingine. Kuna watu wengine marafiki zako. Wapo. Lakini sasa unaangalia labda wengine wanakuwa hawaonekani, naenda peke yako, naenda peke yako kutafuta riziki zao. Unapata muda mnapiga story. Basi sawa, usijali. Mimi nimeamua kukusaidia. Ndio. Tukitoka hapo tutaenda kuoga, utabadilisha nguo, utakuwa safi. Na vipi kuhusu shule? Unataka kusoma? Sasa nataka kusoma, lakini sasa nilikuwa nikisema nikusomeshe kwa tayari. Nitashukuru. Basi usijali, tutaenda kubagiani vizuri tukifika nyumbani. Kula maandazi yako. Endelea kula. Wife. Be, karibu. Asante zapa. Zapa kwema tu. Vipi huko? Salama tu. Marahaba, jambo. Karibu. Na huyu ni dogo ambaye nimemkuta hapo mtaani, kwa hiyo nimeamua kumsaidia, nimeleta hapa nyumbani. Tutakaa naye na sisi kwenye siku hizi karibuni hapo mbele, tutakuwa naye tu hapa nyumbani. Lakini unamjua? Simjui kwa sababu ni dogo, nimeuiwa kumsaidia, kwa hiyo hivyo nadhani tutaongea vizuri tukiwa ndani. Sawa. Dogo, wewe ndo mke wangu, sawa? Jisikie wewe ujachie. Uoge, ubadilishe nguo afu ule, mambo mengine yakae sawa. Basi tuko ndani hapa. Sawa, tutakuta. Twende uoge, badilishe ule mseko. Ndio unajua unaanza. Mke wangu. Nimekuita hapa kwa sababu nadhani wakati namleta yule dogo sikukutambulisha vizuri. Ndio. Yule ni dogo ambaye nimemkuta mtaani akiwa na maisha magumu sana. Nimekutana naye hapo kwenye mtaa makaburi hapa. Sawa. Kwa nikaamua nimsaidie, alafu mazingira, chakula, shida. Story yake aliyonipa ikanigusa, ndio ikabidi nimsaidie mpaka kumleta hapa nyumbani. Nimemkuta nakula ndazi la chini. Alafu ile maisha nishaikuishi hapo nyuma. Nadhani nishakuhadithia. Umeamua umsaidie? Kwa sababu nimeguswa sana na ile tukio la yule dogo. Kwa hiyo maisha yako ya nyuma yaliyopita, yani unafananisha na huyu mtoto kweli? Hapana, kwa sababu kama mtu umepitia maisha magumu na unajua shida na uchungu wake, nadhani hata ukimkuta mtu mwingine lazima uwe kumsaidia. Simfahamu, simjui, lakini hivyo tutakaa naye, tutamsaidia, tutakachopata ndicho tutakula naye. Lakini mwelekezi, mimi sio mfanyakazi wake. Kama kupika, kazi zote leo mimi ndani atafanya. Wife, yule ni kama mtoto wetu. Wewe hapana. Mimi niwe na mtoto mkubwa kama yule? Kuna maisha baada ya haya. Unaweza ukatoka, mimi nikafariki na ukafariki, mtoto wetu akabaki hana maisha yoyote yale. Kwa hiyo yule umemleta ili mradi hata kama ikitokea siku mimi na yeye tumekufa, yule ndo analisi hapo. Wife, mawazo yako asiende viral kiasi hicho. Mimi nimeongea kwa sababu Mungu si Asumani. Unapomsaidia mtu, naye Mungu anaongezea riziki, kwa sababu ile dogo anakuwa anatutegemea sisi hapa. Yaani mpaka umeamua kumleta hapa, ina maana wewe umepanga wewe kwenye akili yako kwamba yaani hujanishirikisha, hukunipigia simu, umemleta moja kwa moja. Huyo ni mgeni wako wewe, sio mimi. Sawa? Si ndio maana nimemleta hapa nyumbani. Ningekuwa sijakushirikisha ningekuja naye from nowhere. Hapana, yaani wewe umenishirikisha endapo pale ushamleta nyumbani, ushafanya maamuzi. Sawa?
Sio hivyo, kwa sababu nimemkuta hapo kwenye wakati mgumu. Wife, wewe nielewe katika hilo. Akikufia huko ndani. Sawa, kwa sababu utampeleka wapi? Na kwa tele nishabeba huo mzigo, niko tayari kwa lolote, kwa sababu kishaamua kumsaidia mtu, beba kila kitu. Ukipenda boga, penda na ua lake. Kwa hiyo matatizo yake yote mimi nabeba mimi. Kwa hiyo yule mtoto sawa na mimi eti umemuoa? Ni kama mdogo wangu. Wewe ni mke wangu na nafasi kama mke. Na yule nimempa nafasi ya mdogo wangu mimi. Sikia nikwambie. Uwezo ukamwokota mtoto wa mtu humjui, unamleta humu ndani. Akiwa jini yule akitua, utampeleka wapi? Utafanya nini? Maamuzi yako hayo. Basi sawa, mimi naomba tumpe ushirikiano. Chakula utakachopika tutakula naye. Mimi nile meza moja na yeye. Yule takataka yule, siwezi. Wife, unakosea. Shoga yangu, simuelewi huyu mwanaume. Kaniletea mtoto ndani kwangu na yule mtoto anambembeleza kama mtoto wake. Nimechoka. Simtaki huyu mtoto mimi. Shoga yangu, kalagaba. Unaweza kukuta huyo mtoto aliyezaa na mwanamke uko nje, sasa hivi amekuoa bibia, kaamua kuletea ndani umlee. Usiniambie hivyo. Huyu mtoto hatoishi hapa. Simtaki, simtaki hata kumsikia. Unadhani atakaa hapa? Sio mimi. Kwanza mimi najiuliza kitu kimoja. Unakutana na mtoto from nowhere, sijui makablini huko nasema, sijui barabarani, unamchukua unamleta nyumbani. Kakuletea. Bado sijaelewa hiyo imekaaje kwanza. Hiyo ndo point. Mimi mwenyewe simuelewi. Yule mtoto anampenda, anamdekeza, kama mwanae. Unajua sielewi. Simtaki mimi, hapana. Kwangu mimi sio nyumbani kwangu hapa. Bibie, mwisho wa siku ataleta mwanamke huko ndani, atamiliki hilo jumba lote, utafukuzwa hapa kama mbwa shoga yangu. Na hivyo uzai, kazi unayo. Sitaki hata niambie hizo mada. Sitaki hata, simtaki huyo mtoto, hapana. Shoga yangu, nanichanganya tu akili yangu. Twende nikusindikize bwana. Wewe mtoto, unafanya nini hapo? Naangalia TV. Unaangalia TV? Kuna kazi kama zote. Kuna kudeki, kuna kuosha vyombo, kuna kupika. Nani akufanyie? Umekaa unanyosha miguu yako unaangalia TV kwako hapa. Tunashirikiana. Hivi unajielewa kweli wewe? Fanya haraka. Nyanyuka, zima TV yangu hiyo. Mbona umekatokea huko? Unajua nini? Toka kule najua nikifika huku nitapata maisha yangu mazuri, sitoteseka. Lakini huku nateseka mpaka nazidi. Unapata mateso? Anti ananitesa. Mimi ndo nafanya usafi ndani peke yangu. Kule nyuma kulikuwa na magugu, mimi ndo nimelima. Sikia. Usiseme hivyo kwa sababu mimi ndo niliyekuleta hapa. Sawa? Kuhusu masuala ya mke wangu sija na kunyanyasa na kutesa. Nitaongea naye vizuri kwa sababu umeshaniambia, kwa sababu nilikuwa sijui kitu chochote kile. Na nitaonga asubuhi sijala. Anapika chakula nige chaje kunipikia. Na mimi sijajua kupika vizuri ndani, mimi nimedeki peke yangu. Sasa ndo nini hicho? Ile mradi umeshanifikishia mimi. Kwa mimi ndo ngao yako. Sawa? Sawa. Nitaongea naye na wala usijali. Mambo yote yatakaa sawa. Mimi nitaongea naye. Mke wangu mimi wewe. Mimi sikada after na mwenyewe amesemaje? Mimi nikienda hivi ataniua. Maana naogopa. Hamnawezi kukua. Nadhani ukikua utaelewa. Wale ni wanawake.
Sasa hivi huwezi kunielewa, ila ukikua baadaye utaelewa kwamba hizi ni changamoto za maisha unapitia. Kwa hiyo dadi, kila kitu kitakuwa sawa? Kila kitu kitakuwa sawa, usiogope, wewe niamini. Mimi nimeamua kukusaidia na nitazidi kukusaidia. Ingali mimi nipo, hakuna jambo baya litakalokupata wewe. Kweli? Nitakukingia kifua. Ukiwa na shida yoyote usisite kuniambia. Hata kama nimekwambia kitu ambacho unakiona kwako kinaleta utata, kimbia haraka njoo niambie mimi. Sawa? Sijali bana, sitaki kujinamia hivi. Mimi nitashukuru. Basi kwa utando kwenda. Sawa. Wekeni. Amka. Umelala mwenyewe umejisahau. Upo kwenu hapo? Umemwambia nini kakako? Nimewekeza yule kakangu kama msaada kwangu. Sasa kuna mtu mwingine ananitetea ni yule tu. Akutetee ndugu yako yule? Yaani hapa nyumbani kwangu utaondoka. Uwezi ukanigombanisha mimi na mume wangu, sawa? Nilikuwa na mpango wa kuondoka kesho. Sio kesho, sasa hivi. Sawa, nitaondoka lakini mbona nisubiri kwanza. Kama nani? Babako yule. Wewe utakuwa mwanga mtoto. Utakuwa mchawi kabisa. Hapa nyumbani kwangu utaondoka. Yule ni mume wangu, sawa? Yaani wewe ni mtoto tu akuokota kama watoto wengine. Naomba unyanyuke, ufungashe virago vyako uondoke. Na ukitoka hapa, kakako akikuuliza unaenda wapi, mwambie dada kaniagiza. Simwambie kama unaondoka. Nenda bwana, unasubiri nini? Lakini kuna nguo kama alizoninunulia zipo ndani. Yaani nguo hizo kununulia mume wangu naziacha hapa, ni mali zangu, sawa? Sasa tunipe nguo angalau niondoke nje. Wewe na nguo angalau kaka. Sitaki kubishana na wewe. Nimekwambia ondoka. Viatu vya nani? Vya nani? Ulikuja peku hapa. Nenda kalale huko makaburini. Kama unataka msaada, kuna vituo vingi tu vya watoto yatima, nenda huko. Vipi? Poa. Kelvin yuko wapi? Ndio mtoto kwa hiyo. Bado mimi nimeangalia kwenye chumba chake hakuna, ndio maana nimekuja kukueleza huko. Au kaenda kutembea. Lakini Kelvin anaweza katoka hapa kwa sababu sio mwenyeji haya mazingira. Alafu station ilimkataza kutoka. Anaweza katoka tu from now. Huyo mtoto atakuwa kaondoka. Haya maisha ya kukaa humu kufungwa kama kuku hawezi. Itakuwa kaondoka. Kwa hiyo? Kwa hiyo nini? Kaondoka. Mbona umesimama? Ndio beta leo kuambia. Kumbe ndo ule. Sasa unasubiri nini? Kwa nini usimuokotee mawe hapa sasa hivi? Anisaidia. Sasa kama alikusaidia mpaka ndo aende kutesa huko. Kevin. Mbona uniondoka nyumbani bila kuniambia? Ngoja alinitesa. Na mama mzee wangu yeye niondoke. Alikutesa? Alinitesa mtu wako. Ungeniambia Kevin. Nikwambia nitavunja ndoa yake. Baba nikaa kia mimi nikamua. Vitu vyangu niondoke. Yaani na wewe umeshakuwa waajabu sana. Yaani ndio unaanza kumbembeleza baada ya kumuokotea mawe hapa sasa hivi. Kevin. Unajua mimi nilikuleta pale nyumbani. Nikachukua dhamana yako wewe na nikaenda hadi kwa mwenyekiti nikachukua na barua, nikatia na sign. Majukumu yako yote wewe nayabeba mimi. Ina maana ukiondoka unaniachia mimi matatizo. Mimi nilikwambia ningevunja ndoa yako. Bali nikaa kimya. Basi twende nyumbani. Mimi nimekufuata wewe na mke wangu nitaenda kuongea naye na hata kutesa tena. Siwezi kurudi kule, mke wako ana fujo. Na wewe ni nani? Wewe kama unakumbuka ndo 32 niliyokuambia. 32? Kana anaera kwa nini sasa hivi tusimteke huyu? Vipi mbona unasogea? Au unataka tukukotee mawe? Kwanza umekula? Sijala. Basi mimi nakupenda sana Kevin na nimejaribu kukusaidia.
Hii ni mara ya pili, nataka nikusaidie. Shika chakula, ukila ukishiba, fikiria tena. Nyumbani unapajua, ukitaka kuja njoo muda wote, na sitaacha kuja kukuulizia tena mtaani. Mbona anakubembeleza hivi? Anataka kufanya nini? Nakosa kitu. Mimi akijichanganya mimi huyo namwambia.